Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio lililoandaliwa na Marekani la kuunga mkono mpango wa amani katika ukanda wa Gaza na kuidhinisha kikosi cha kimataifa cha kuleta utulivu katika eneo hilo. Hata hivyo, Urusi pamoja na Uchina zimejizuia zikisema kuwa waraka huo una tahadhari nyingi za kiutendaji na unaweza kudhoofisha dhana ya suluhisho la serikali mbili. Baraza hilo lenye wanachama 15 lilipiga kura mnamo siku ya Jumatatu kuidhinisha rasimu ya Marekani ambayo yanaidhinisha mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump wenye vipengele 20 vya kumaliza vita huko katika ukanda wa Gaza na kuhalalisha kinachojulikana kama Bodi ya Amani BOP, Body of Peace, ambayo imeundwa kufanya kazi kama chombo cha utawala cha mpito. Azimio hilo pia linaunga mkono kikosi cha kimataifa cha utulivu cha kimataifa ISF kitakachoanzishwa chini ya amri ya Bodi ya Amani, na kikosi hicho cha kimataifa cha utulivu kinatarajiwa kujumuisha askari kutoka nchi za Kiarabu na kwingineko ili kusaidia kutoa usalama, kutoa mafunzo kwa jeshi jipya la polisi wa Palestina na kusimamia uondoaji wa kijeshi na maendeleo mapya huko katika ukanda wa Gaza. Putin na Netanyahu walipiga simu kabla ya Umoja wa Mataifa kupiga kura kuhusu walinda amani wa Gaza. Hata hivyo, simu hii ambayo ilijumuisha mambo mengi ikiwa ni pamoja na eneo hilo la ukanda wa Gaza na namna gani ya kuleta amani, lakini pia inatajwa kwamba simu hiyo ilikuwa ikitengeneza mazingira ya kuaminiana kati ya Putin na Netanyahu, lakini pia kuzingatia namna ambavyo Wapalestina wanaweza kutambuliwa kama taifa kutokana na kauli ambazo Putin inadaiwa alimwambia bwana Netanyahu, licha kwamba Netanyahu hakukubaliana na mpango wa Rais Putin wa kutambua mataifa mawili. Umoja wa Mataifa kuhusu walinda amani huko Gaza ni kwamba balozi wa Marekani Mike Waltz amepongeza azimio hilo kama hatua nyingine muhimu kuelekea Gaza imara ambayo itaweza kustawi na mazingira ambayo yataruhusu Israel kuishi kwa usalama, akiongeza kuwa ISF itaunga mkono kuondolewa kwa kijeshi kwa Gaza na kubomoa miundombinu ya kigaidi. Urusi ambayo ingeweza kulipinga azimio hilo hatimaye ilijizuia kufanya hivyo, ingawa Vaseline Benzia, balozi wa Moscow katika Umoja wa Mataifa, alikosoa waraka huo akiuita kama nguruwe mwingine katika pori anayetaka kushambulia. Baraza hilo linatoa baraka zake kwa mpango wa amani unaotegemea pekee heshima ya Washington unaondoka ukanda wa Gaza kwa rehema ya Bodi ya Amani na ISF ambao mbinu zao za kufanya kazi bado hazijajulikana kwetu, anasema Vaseline Benzia. Nebenzia aliendelea kuwataka wanachama Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba hati hiyo haifai kuwa mahala pa kuvuta moshi kwa majaribio yasiyodhibitiwa na Marekani na Israel katika ardhi ya Wapalestina inayokaliwa kwa mabavu, wala kugeuka kuwa hukumu ya kifo kwa suluhu la amani la mataifa mawili. Hata hivyo, alieleza kuwa Urusi ilikuwa imeweka kando rasimu yake baada ya kuzingatia kwamba mataifa mengi ya Kiarabu yanaunga mkono azimio la Marekani, jambo ambalo limefanya Urusi iamue kukaa kando dhidi ya azimio hilo. Wakati huo huo, Hamas ambayo inabakia kudhibiti Gaza ilishutumu azimio hilo ikisema kuwa mamlaka ya ISF ya kuwapokonya silaha makundi ya wanamgambo katika eneo hilo inaondoa kutoegemea upande wowote na kuigeuza kuwa chama cha mzozo unaoendelea kila kukicha. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio yaliyotokea katika mkutano wa Umoja wa Mataifa, hasa kupitia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa juu ya namna ya kuweza kudhibiti amani katika eneo la ukanda wa Gaza, ambapo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limekubaliana na mpango wa Rais wa Marekani wa kumaliza vita katika ukanda wa Gaza na kuleta amani katika ukanda huo wa Gaza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.